Katika tamthilia ya Bomba ya Bado Natafuta tunaweza kuona matukio mengi ambayo yameweza kutokea, na hii katika tamthilia hii katika episodi ya 63 ndio episodi ya mwisho ya final ya Bado Natafuta, lakini natamani kusikia na kuona komenti kutoka kwa watazamaji ambao walikuwa wakifuatilia kwa muda mrefu tamthilia ya Bomba ya Bado Natafuta. Tumeweza kuona matukio mengi ambayo yameweza kutokea humu ndani, matukio ya kuelimisha na kufundisha kiasi kikubwa, lakini kubwa zaidi ni kwamba tumeweza kuona pia kuhusiana na habari ya tumeona kwamba baada ya Judy kukaa kimya kwa muda mrefu, aliweza kumpata Kelvin na kuweza kutoka naye na kuweza kuzungumza naye, kumwambia ukweli kuhusiana na namna gani ambavyo Serena kwa upande wake alikuwa akimchukulia na namna ambavyo alikuwa akimpenda kwa upande wake. Lakini alijaribu kumwambia Kelvin kwamba bwana, mimi si kwa namna ambavyo nilikuwa nikimwangalia Serena, nilikuwa namwangalia kama mke wangu na mama wa familia wangu, lakini ndio hivyo, imekuwa tofauti. Bahati imekuwa kwa upande wako, kwa sina namna ya kukubali kwamba mazingira yako namna hiyo. Lakini tunaona kwamba Judy ameamua kukubali na give up kwamba basi Serena bado hana bahati kwa upande wake kwa Judy kuweza kumpata nani, Serena. Lakini tunaona pia tukirudi kwa upande wa pili, tunakutana pia na Frankie, namna ambavyo walikuwa katika pita zake bwana, akakutana na mrembo ambaye kwa majina yake anaitwa Rebecca. Lakini tunaona kwamba Frankie kwa namna alivyopitia changamoto ya kimahusiano kwa Maya, lakini hatua ya mwishoni ameweza kukutana na mtu ambaye kwa upande wake inaweza ikawa salama pia, kwa sababu bidada pia inaonyesha kwamba kuna mambo mengi ambayo ameweza kupitia, mambo ambayo alikuwa yakimvunja moyo na alikuwa atamani kuingia kwenye mahusiano kutokana na vitu vingi ambavyo ameweza kuvifanya, pengine ni vibaya na vichafu kwa upande wake. Kwa alikuwa anajiona kama ni mtu fulani ambaye asiyefaa, lakini Frankie akamwambia hapana, sio hivyo. Lakini baada ya kukutana, tunaona akaweza kubadilishana namba, then kila mmoja akaondoka. Lakini sasa tunarudi pia upande wa pili, tunakutana na Nikki, aliweza kukutana na Kelvin, wakaweza kuzungumza mali matatu. Lakini tunaona Kevin namna gani ambavyo alikuwa akijaribu kumwambia na ajifunze kupitia changamoto hiyo, kwa sababu hii ni mara ya pili anauvunja moyo wa Maya. Lakini akamwambia kama ikitokea kwamba ni vile tu una bahati kwamba Maya anakuwa anaingia katika mikono salama, lakini atapoingia katika mikono ambayo sio salama, usitegemea atarudi kwenye maisha yako. Na tunaona kwamba Nikki in this time kama amebadilika kabisa na amekuwa ni mtu tofauti kabisa na mwanzo, na tunategemea mambo makubwa kutoka kwake. Lakini hii ni tamthilia ya Bomba ya Bado Natafuta, lakini hii ni episode ya final ambayo ni ya mwisho. Lakini tuone kwamba je, katika tamthilia ya Bomba hii, tuambie mtazamaji wetu, natamani kuona episode au season 2 inatoka na nini ambacho hujikipenda katika final hii ambayo ni episode ya 63, nini ambacho hujavutiwa nacho. Lakini tumeona namna ambavyo Kelvin, namna ambavyo amecheza karakta yake na namna ambavyo ameweza kutuonesha mundani. Lakini pia tumeweza kuona kwa upande wa pili, tunamuona pia mama yake na Tina akiendelea kuteseka na kuvuna madhambi yake ambayo ameweza kuyafanya katika tamthilia ya Bomba ya Bado Natafuta. Tumeweza kuona watu ambao tulikuwa tukifuatilia tamthilia ya Bomba hii, tumeweza kuona mambo mengi na matukio makubwa ambayo aliweza kumfanyia Kevin, matukio ya kuumiza. Lakini this time tunaona kwa upande wa Kevin mambo ni mazuri pia na mambo yanazidi kubamba moto. Lakini tunarudi pia kwa upande wa Frankie ambaye baada ya kukutana na bidada ambaye anaitwa Rebecca, then baadaye waliweza kupata muda au kuweza kukaa chini na kuzungumza. At the end of time Mwamba kabidi akafunguka kumwambia ni jinsi gani ametokea kumuelewa Rebecca. Lakini Rebecca kidogo kwa upande wake ilikuwa ni ngumu kumpokea kwa sababu ya changamoto na vitu vingi ambavyo anajua alivyovifanya. Lakini tunaona kidogo kwa upande wa Rebecca bwana, alikuwa na hofu kwamba pengine anaweza kawa na magonjwa fulani, ndio sababu alihisi kwamba yeye hafai kwa Frankie. Lakini Frankie alimtia moyo na then wakaamua kwenda kucheki afya katika kituo cha afya. Then baada ya hapo nakuta Serena yuko vizuri, hana changamoto yote kwa upande wa Rebecca. Lakini sasa tunaona Rebecca, tunaona hofu na pressure ambayo alikuwa nayo ni kwamba alijihisi yeye ni mtu asiyefaa, kwa sababu alihisi tayari ameshaathirika na maambukizi hayo ya VVU. Lakini kumbe bwana ni salama, pengine kuna mambo fulani ambayo anajua yeye sababu kubwa na vitu ambavyo alikuwa akifanya, pengine alihisi tayari ameshakuwa muathirika wa VVU. Lakini bwana kumbe amekuwa na bahati kwa upande wake. Lakini Frankie naye ndio hivyo
tunaona mambo yanazidi kubamba na ameweza kupata mtu ambaye pengine anaweza kufuta machozi yake yale ambayo alikutana nayo kwa Maya. Lakini bwana, sijajua katika tamthilia hii bomba tumeweza kuona pia kila pande mambo ni mazuri. Sasa Flanky ameweza kupata mwenzi wake ambaye pia ni furaha kwa upande wake, lakini tunarudi kwa upande wa pili ambapo tunakutana pia na Maya akiweza kuzungumza pia na Serena, wakijaribu kuzungumza na vitu ambavyo wameweza kujifunza kwamba kwa mtazamo wao walitegemea, walifikiria kwamba katika dunia hii pesa ndio kila kitu, lakini walihisi kwamba ukiwa na pesa utapata kila kitu, lakini ni tofauti, kwamba pia mapenzi yana nguvu sana na pia pesa haiwezi kukupatia kila kitu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wao wameweza kujifunza kama wanawake, kwa sababu walihisi kwa kuwa wao na pesa basi wataweza kumiliki kila kitu, lakini kumbe imekuwa tofauti. Tujaribu kuangalia kifano kwa Maya kwa upande wake na Nicky bwana ni mtu ambaye pengine hawezi kumpatia pesa hizi na zile, lakini kwa namna ambavyo Serena na Maya anazungumza ni kwamba akiwa na Nicky anajihisi amani, anajihisi comfortable. Kwa ni namna ambavyo unaona upendo namna gani ulivyokuwa na nguvu kubwa. Lakini pia Serena kwa upande wake bado naye anajivunia kuwa na Kevin kwa upande wake, na katika maisha yake anafurahi kuwa na Kevin kwa sababu akiwa na Kevin anaona kama yote yanapatikana. Lakini pia tunaona pia sasa kwa upande huu pia Kevin ameweza kufanikisha kuweza kufungua kampuni yake na majukumu yanaendelea kama kawaida. Lakini pia tunaona pia kwa upande wa Tina naye anajitahidi kuendelea kupambania kutafuta kazi kuna kule, kuona kwamba kama anaweza kupata kazi ya kufanya, kwa sababu maisha yamezidi kuwa magumu kwa upande wao na kuna akiba waliokuwa nayo inaelekea kukata. Sasa sijajua itakuwaje kwa upande wao, lakini bwana, hii ni final episode ya katika season hii au tamthilia bomba ya bado natafuta. Sijajua kama episode ya season 2. Tuambie mtazamaji wetu, umependa nini katika final hii na nini ambacho umejifunza na nini ambacho hujikipenda? Tuambie katika comment yako hapo. Unatamani labda ungetamani episode hii ya mwisho ingeisha vipi, au ungetamani kuona inaendelea tamthilia bomba ya bado natafuta? Lakini huu ndio mwisho wa tamthilia hii bomba ya bado natafuta kwa episode ya 63. Lakini je, unatamani kuona episode au season 2 inatoka? Lakini je, tumeweza kuona upande wa Maya na Nicky, upande wao mambo ni mazuri. Pia tunaona kwa upande wake sasa wameshafanikiwa kupata mtoto, mpaka sasa wanalea mtoto wao. Lakini pia tunaona pia kwa upande wa Kevin naye ameshafanikiwa kufungua kampuni yake ya usafi kama namna ambavyo alikuwa ni matamanio yake ya muda mrefu. Sasa sijajua kwa upande wake itakuwaje kati ya mahusiano yake. Lakini pia tunaona pia kwa upande huu pia Serena na Kevin wameshafunga ndoa pia. Kwa hiyo tamthilia bomba bado natafuta, mambo ni moto, mambo ni bomba sana. Tunaona ndoto za Serena kwa upande wake zimeweza kutimia. Lakini pia tukiangalia kwa upande wa Kevin pia tunaona mambo ni mazuri pia, ndoto yake na dreams ya kuweza kufungua kampuni ya usafi ameweza kufanikiwa. Lakini sijajua sasa itakuwaje mwisho wake, lakini kila mmoja pengine kuna matazamio au na vitu fulani ambavyo walikuwa wakitegemea kuviona katika tamthilia ya bomba ya bado natafuta. Lakini ndio hivyo, imeweza kuisha kwa namna hiyo kwamba kila mmoja kwa upande wake mambo ni mazuri. Tunaangalia pia kwa upande wa Nicky na Maya tayari wameshakuwa mke na mme na wanaishi pamoja. Lakini pia tunaona pia kwa upande wa Kevin na Serena wameshafunga ndoa na this time Serena ni mjamzito, wanatarajia kupokea mtoto. Sasa tunaona namna ambavyo imeisha. Lakini pia tumejifunza kwamba katika maisha haya mtu anaweza katenda vitu vibaya, lakini akimtazamia tofauti na kumdharau mtu, lakini asijue kesho yake. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vimetokea katika tamthilia bomba ya bado natafuta, na kila mmoja ameweza kujifunza kwa namna yake kutokana na tamthilia bomba ambayo aliweza kuiandaa Kevin, na tumeona vitu vingi ambavyo vimeweza kutokea katika maisha haya ambayo tuliona. Lakini tumeona vitu vingi ambavyo vimeweza kutokea. Lakini tuambie mtazamaji wetu nini ambacho ukipenda katika tamthilia bomba. Pengine kuna namna ambavyo ulitamani kuona tamthilia bomba ya bado natafuta ikiisha kwa namna fulani. Tuambie katika comment yako. Na je, unatamani kuona season 2 ya bado natafuta ikitoka, au unatamani kuona nini? Japo kwa namna ambavyo kuna namna ambavyo kila mmoja alikuwa akitegemea au matumaini fulani kwamba bado natafuta maybe itaisha vile, itaisha hivi, lakini kidogo kwa upande wake kila mmoja imekuwa ni tofauti kwa namna ambavyo imeisha. Tuambie katika comment. Lakini tumeweza kuona kila upande mambo ni burudani, mambo ni safi. Lakini pia mimi naomba niseme kitu kimoja, kama bado hujasubscribe katika channel yetu, usiache kusubscribe kwa mambo mapya na kila episode mpya ambayo tutakwenda kutoka, ili uweze kuwa kwanza kupata video zetu. Lakini pia tunaona
kwa upande wa pili. Lakini pia niseme asante kwa sababu mambo yamekuwa ni bambam katika tamthilia bomba ya Bado Tunachafuta. Niseme asante na pia asante kwa kutazama katika channel yetu. Chao, tukutane katika episode inayofuata au pengine season 2 ikitoka hivi karibuni, tutakuwa pamoja. Asante kwa kuangalia.